Shukuru kwanza Baba Paroko pamoja na wote ambao wameshiriki kwa namna moja au nyingine kuwatalisha vijana hawa 67 waliosimama hapa mbele yetu, ambao leo watapokea sakramenti hii ya kipaimara. Ni kanisa ambalo lilizaliwa siku kama hii ya leo ya Pentekoste. Ni kanisa ambalo linazidi kukua na Mungu anabaki akiwa mwaminifu kwetu. Hawa vijana ambao wamesimama hapa mbele yetu kwa hakika ni kanisa la leo na ni kanisa la kesho. Naomba tuwashangilie. Basi mkae. Zaidi ya miaka 2000 ilisherekewa Pentekoste ya kwanza. Hao ambao walikuwa wamejifungia katika nyumba au katika chumba cha juu ni hawa mitume pamoja na wafuasi wengine. Hawa ambao walikuwa na woga, hawajui ni kitu gani kitaendelea, wakiogopa kabisa kwamba sasa yote yamekwisha, baada ya kuwa wameshuhudia huyo Kristo ambaye aliuawa na akazikwa, wakifikiri kwamba sasa ndio imekuwa mwisho, pamoja na kwamba bado kesho na kesho kutwa atarudi tena, atakuja kwake watokea. Siku hizo zote 50 tangu walipofufuka na mpaka ilipokuja sasa nguvu ya pekee hiyo ambayo sasa ninahakikishia kabisa kwamba bado yupo pamoja nao kama alivyoahidi, ndio wakatoka sasa katika woga huo waliokuwa nao, kama tulivyosikia katika maandiko hayo kutoka katika Matendo ya Mitume sura ya 2 hiyo aya ya kwanza mpaka 11. Ndio wakaanza kuongea kwa namna ya ajabu kabisa. Uoga waliokuwa nao hawakuwa nao tena. Wakatoka katika vyumba vyao, wakatoka katika majumba yao huko walikokuwa wamejifungia, wakiogopa, wakiwa na hofu ya Wayahudi, wakaanza kuyatangaza makuu ya Mungu. Ndio Pentekoste hiyo. Kanisa linazaliwa, kanisa hilo ambalo Kristo mwenyewe alilianzisha linaanza sasa kukua, likiongozwa na nguvu huyo ambaye yeye mwenyewe alimwahidi kwamba atakuwepo, na akahakikishia kabisa kwamba wasiwe na woga. Atampeleka huyo mwingine ambaye ni msaidizi, ambaye atakuja kuwafanyisha na kuelekeza na wafanye yale ambayo Mungu mwenyewe alitaka wayafanye kwa mfano wake yeye mwenyewe. Ndugu zangu, leo tulione hilo la woga kwamba lipo. Hata sisi wenyewe ambao tayari tumeishaingizwa katika uhusiano huo wa pekee na Kristo mwenyewe, uhusiano wa pekee kati yetu sisi pamoja na Mungu, na baadaye uhusiano wetu wa pekee kati yetu sisi wenyewe, bado tunakuwa na woga kama alivyokuwa nao hao mitume na wafuasi wa Kristo. Ndugu zangu, Pentekoste, sherehe hii kubwa ambayo tunaadhimisha leo na tunaadhimisha kila mwaka siku 50 baada ya Pasaka, itukumbushe kwamba uoga wa kibinadamu una mwisho wake. Na mwisho wa uoga huo wa kibinadamu ni pale tunapopata nguvu ya kimungu ambayo inatutoa katika hivyo vyumba vyetu, katika hayo mawazo yetu, katika ule utu wetu, na kutuingiza katika nguvu hiyo ambayo inakuja ni nguvu ya kimungu. Tulikumbuke hilo kwamba tukibaki ni sisi wenyewe tutabaki na woga. Tutaogopa kuyafanya mengi ambayo tungefanya mazuri, ambayo angeliendeleza hiyo kazi ya ukombozi, kazi ambayo itaendelea iwapo tutaipata hiyo nguvu ya Mungu, ambayo ni nguvu pekee itakayokuja kuendeleza huo ukombozi wetu. Wengi tunaogopa. Mimi naogopa kesho kutwa naye asema ni mazuri au ni mabaya, ni woga. Mimi naogopa kesho kutwa vijana hawa wanaenda shuleni huko
Je, mwalimu yule ambaye jana kazi yake sikuifanya vizuri atanionaje? Tunaogopa. Nyumbani, katika mahusiano yetu, iwe ni wazazi, baba, mama, au wazazi, watoto kwa wazazi, au watoto kwa watoto wenzao, ni woga usioisha. Upo, unatufuata huo woga. Ndugu zangu, woga huu unaweza kutufuata, lakini una ukomo wake. Iwapo sisi tutazitafuta zile njia sasa ambazo zitakuja kutusaidia ili tuweze kuondokana na huo woga. Lakini njia pekee ambayo leo tunaipata ni hiyo, ni njia ya kuwa naye huyo ambaye yeye anatutoa katika woga wote ule tunaokuwa nao, ili mradi tu tunakuwa tayari kumsikia na kuwa tayari kuelekezwa na kuwa tayari kuzipata zile nguvu ambazo zitatoa katika huo woga. Hawa vijana walipokuwa wanawatayarisha, waliwaeleza wazi kabisa kwamba huyo nguvu Roho Mtakatifu ambaye anampokea kwa sakramenti ya kipaimara anakuja na hayo mapaji yake 7. Ndio nguvu hizo tunakuja kuzipata ambazo zitatuondoa katika uoga huo tunaokuwa nao, au katika udhaifu tunaokuwa nao. Mtakuwa na akili hiyo ambayo imesemwa na mnaisikia, lakini akili ambayo ni akili ya kimungu. Mtapata elimu ambayo ni elimu ya kimungu, ni elimu ambayo ni ya uhakika. Mtakuwa na hekima, hayo ni mapaji ambayo tunasikia nakuja na nguvu huyo Roho Mtakatifu. Na sio hilo tu, mtakuwa na uwezo wa kushauri. Kama leo unashindwa kushauri, kesho kutwa utakuwa na nguvu ya kushauri, kwa sababu tumemsikia huyo nguvu Roho Mtakatifu ambaye anakuongoza. Na hayo utayafanya bila woga, kwa sababu utakuwa na nguvu ya huyo Roho Mtakatifu anakuongoza baada ya kupatia haya mapaji mengine. Na kwa vyote, ili uweze kuyafanya vizuri, basi itakudai uwe na huo moyo wa uchaji, umuogope Mungu na uwe tayari kumsikia na kuwasikia wote wanaomwakilisha huyo Mungu. Huo ndio uchaji, na yote hayo utayafanya kwa moyo huo wa ibada. Utasali, utatafuta hiyo nguvu kutoka katika hizo nguvu za kimungu ambazo zinakuja katika sakramenti hizo ambazo bado hujazipokea au unaendelea kuzipokea. Kuna sakramenti ambazo tunazipokea mara moja na inakuisha, zinabaki. Nyingine tunaendelea kuzipokea. Sakramenti ya Eukaristia ambayo itakuunganisha zaidi kila siku na Mungu wako huyo na Mungu wetu huyo. Sakramenti ya kujitakasa, ya kuondolewa hayo mabaya ambayo tunayafanya, kusudi tupate tena hiyo nguvu upya itakuja. Ndugu zangu, huyo nguvu Roho Mtakatifu ni yeye peke yake ambaye amelifanya hilo katika kanisa letu, na kwa sababu hiyo uwepo wake unalifanya kanisa liwepo mpaka leo, na ndio hilo linakuwa likiwapata wafuasi, na litaendelea kukua, kwa sababu hao ambao wataamini katika nguvu hiyo watapenda waitafute nguvu hiyo na waipate. Ndugu zangu, hilo ambalo lilifanyika kwa hawa mitume, kwa hawa wafuasi wake Kristo siku ya Pentekoste, bado linaendelea kufanyika hata leo. Kinachobaki ni kwamba sisi abidi tufungue macho yetu, tufungue masikio yetu, na twende sasa tukamtafute huyo Roho Mtakatifu, huyo nguvu wa Mungu ambaye anakuja kutusaidia ili kweli hicho anachokitaka Mungu mwenyewe kiweze kufanyika. Na huyo nguvu Roho Mtakatifu hafungwi katika maeneo fulani, yuko kila mahali. Anakuja katika hali ya pekee kabisa kama hii ya leo, katika sakramenti hii ya kipaimara, atakapompokea hawa vijana walio hapa kati yetu. Anakuja vile vile katika maadhimisho mengine makubwa ya sakramenti hizo ambazo tunazipokea. Nguvu Roho Mtakatifu huyu anakuja huko, lakini anakuja hata katika mazingira ya kawaida, katika familia zetu huko. Anakuja kwa hayo mazuri yanayotendeka, kwa hayo ya ushauri yanayokuja kutoka kwa watu mbalimbali, kwa hayo ya kushirikiana ambayo tunayafanya, ili mradi tu yanaonesha upendo wa Mungu, yanaonesha hiyo kazi ya Mungu ya ukombozi na kwema. Kumbe katika mambo yasiyo ya kawaida makubwa kama haya, katika mambo ya kawaida
yumo humo anakuja. Nikakutendea wewe mema, nikakushauri wewe ambaye nakuona huko naanguka. Tunafahamu udhaifu wetu, madhambi yetu. Kama mimi ni mlevi, hiyo ni udhaifu wangu. Kama mimi ni wakutukana watu kila wakati, kitana na mtu, cha kwanza tu basi macho yangu yanabadilika, naanza kumtukana yule. Taendelea, litakuwepo hilo, ni udhaifu tunaokuwa nao. Sasa mimi nikaweza kukutoa wewe katika hayo na mengine mengi. Tumesikia Bwana wetu Yesu Kristo alipowatokea hao mtume katika sehemu hiyo ya Injili sura ya 20 hiyo ya Yohana, anapokuja na amani, anapowatakia amani hao wafuasi wake ambao walikuwa wamejifungia katika chumba hicho. Baadaye atawapatia kazi kama alivyofanya yeye, huyo mfalme wa amani anayetaka amani baki pamoja na hao wafuasi wake. Na mimi leo nikaifanya hiyo, nikaenda kuwatafutia amani, kuwatakia amani hao ambao wanaishi nao katika mazingira yoyote yale. Iwe ni katika mazingira ya biashara, nikaileta hiyo amani, sio kuleta mafarakano katika wizi nitakao ufanya, au katika hayo mengine ya dhuluma nitakayofanya. Basi nikaleta yale ya usawa, ya haki katika biashara zangu hizo. Hakika mimi niko naifanya hiyo kazi nikiongozwa na nguvu huyo Roho Mtakatifu, na yumo nguvu huyo Roho Mtakatifu katika kazi hiyo ambayo niko naifanya. Leo tunazungumzia siasa, tunasikia, nafikiri kutakuwepo na ujumbe hata leo ambao unasoma kawaida kila mwaka siku kama hii ya leo kutoka katika halmashauri yetu ya walei. Tunasikia hilo la uchaguzi. Kwa mfano, mwaka huu taifa letu tunaingia kwenye uchaguzi huo mkuu wa kumchagua rais pamoja na hao wanaokuja kutuongoza katika maeneo yetu, wabunge wetu na wengine hao ambao wanakuwepo katika ngazi hiyo ya chini. Nikalifanya hilo vizuri, mimi Mkristo Mkatoliki. Nikalifanya hilo nikitaka kweli amani iwepo hapa. Nikalifanya hilo nikitaka kwamba mapatano yawepo hapa, unyanyasaji usiwepo hapa, haki iwepo hapa. Basi humo yumo Roho Mtakatifu ambaye yuko natenda pamoja na mimi. Katika michezo, popote pale, katika burudani tunazozifanya, nikazifanya hizo burudani zikaleta furaha kwa hao ambao nakuwa nafanyia hiyo burudani. Kwa hakika nguvu Roho Mtakatifu huyo ambaye anataka kuleta hiyo amani, kuleta hiyo raha katika watu, yuko anafanya kazi pamoja nami. Kumbe Roho Mtakatifu kwangu mimi muamini atafanya kazi wapo yale ambayo ni matunda yake yataonekana. Na hayo huwa tunasema kila wakati. Na huyo misionari mkuu Paulo aliandika vizuri sana. Mkipenda mnaweza mkasoma kwenye hiyo sura ya 5 ya waraka wake kwa Wagalatia, kuanzia kwenye aya 16 na kuendelea mpaka 25, 26 huko, anapozungumzia hayo matunda ya Roho Mtakatifu. Hapo ndio unamkuta kabisa huyo Roho Mtakatifu katika mambo ya kiasi, katika mambo ya kutokasirika, katika mambo ya kupatanisha watu, katika mambo ya upendo wa pekee, katika mambo ya kuondoa hizo laana, hizo dhuluma zinazokuwepo. Hapo ndo Mungu anaonesha uwepo wake na uwepo wa Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, tumuombe Mungu nasi tunapompokea huyu nguvu Roho Mtakatifu ambaye tumeshampokea wengine na tunaendelea kumpokea, aje akae nasi na hayo yaonekane katika matunda ambayo kama nilivyosema Paulo anayataja kwetu, tunataka tuwe nayo katika maisha yetu hayo ya kila siku. Sasa ili tuweze kuyafanya hayo yote, ndugu zangu, inabidi tuwe tayari kujinyenyekeza mbele yake huyu Mungu, tukitambua kabisa kwamba sisi tu wadhaifu. Huo uoga tunao, hayo mapungufu tuliyotaja hapa tunayo, madhaifu yetu, udhaifu wetu huo tunao. Sasa tujinyenyekeze mbele yake na tumuombe
aweze kuja sasa huyo nguvu. Roho Mtakatifu kama tulivyosema anakuja kila wakati, sio tu mara moja. Atakuja wapo wewe uko tayari kumpokea, uko tayari kufungua masikio yako, macho yako, hata hizo sehemu nyingine zote za hisia zako, umsikie anataka kusema nini na wewe, kupitia katika mazingira yako, kupitia katika watu wako unaoishi nao, na yeye atakuja akae nao. Kwa hiyo ule unyenyekevu kwanza, amini, tuwe na imani hiyo kwamba huyo nguvu Roho Mtakatifu yupo, kama Kristo alivyoahidi, akawaahidia hao wafuasi wake kwamba atakuja huyo ambaye atawaelekeza na atafundisha yote ambayo niliyasema. Yupo, amini hilo. Na ukishaamini, jinyenyekeze sasa uweze kumpokea huyo nguvu Roho Mtakatifu. Na baada ya hapo ndio sasa utaanza kuishi, sio tu wewe mwenyewe kuyaishi haya ambayo ni ya kimungu, ambayo unayafanya ukisukumwa na nguvu huyo Roho Mtakatifu, bali sasa utakuwa unayafanya pamoja na wengine. Ndio sasa huo utume unapokuja, hilo ambalo tumelisikia katika hiyo sehemu ya Injili. Anapowatokea hao mitume wake ambao walikuwa na wasiwasi na wakapata hiyo nguvu Roho Mtakatifu, kwanza anawaidia huyo nguvu Roho Mtakatifu, alafu anawatuma kama Baba alivyonituma mimi, na mimi nawatuma ninyi. Ndugu zangu, hivyo hivyo na sisi tumempokea huyo nguvu Roho Mtakatifu kama yeye alivyompokea kutoka kwa Baba, na yeye akapenda kwamba na sisi tumpokee, anatutuma sasa. Ndugu zangu, tunatumwa sote, kila mbatizwa tunatumwa sote, twende tukafanye kazi hiyo ya umisionari, kumtangaza Mungu na kumfanya Mungu aonekane, sio tu kwa maneno bali kwa matendo yetu. Hayo ndiyo tunakumbushwa vile vile siku hii ya Pentekoste. Linazaliwa kanisa, lakini kanisa hilo lilozaliwa litakuwa na litaendelea kwa iwapo sisi tutashiriki pamoja na Kristo katika umisionari, kazi ya kulijenga hilo kanisa na kazi ya kumfanya huyo Kristo atawale na huyo Mungu aonekane katika kazi hizo ambazo anazifanya kupitia kwetu sisi wenyewe. Ndugu zangu, tuko katika mwaka huu wa jubilei, mwaka mtakatifu. Kauli mbiu yake tunaifahamu wote. Tuko mahujaji sote hapa, mahujaji wenye matumaini. Tusikate tamaa. Yatakuja hayo matatizo mbalimbali, vitakuja hivyo vikwazo, tusiogope. Tutafute tu kile ambacho kitatusindikiza, ambacho kitatuletea sasa hiyo nguvu, kama ilivyokuwa kwa mitume. Ndio waliogopa, lakini siku ilipofika walijua. Ilipotoka hilo la kelele za upepo, mioto, ndimi za moto, wakajua Mungu kweli yupo pamoja nasi hapa. Imani yao ikakuwa katika matumaini, na kweli wakatoka, ndio wakaenda kuyafanya hayo maajabu. Wakaanza kuyaongea mengi kwa hao Wayahudi waliokuwa wametoka sehemu hizo mbalimbali, wakaweza kuwaelewa. Na sisi itakuwa kwetu hivyo hivyo. Pentekoste kwetu, tukiwa na imani, tukiwa na matumaini, itakuwepo kila wakati na kila mwaka. Tumuombe Mungu Mwenyezi atuongoze, na kweli tuione hiyo Pentekoste katika maisha yetu mpaka siku ya kufa. Tumsifu Yesu Kristo.